Kama vile jinsi ulivyo wewe ni wa sura ya kufanana au picha ya Mungu, ndivyo ilivyo Mungu alivyo ni sura ya kufanana au ni picha yako wewe. Pia kama vile popote pale ulipo ulivyo ni sura ya kufanana au picha ya uwepo, ndivyo ilivyo kwamba chochote kilichopo, uwepo wote ulivyo ni picha tu au ni sura ya kufanana na wewe. Na huyo ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu uwepo sehemu ya kwanza. Ndio, chochote kilichopo, chochote unachokiona, unachokifikiri, unachokiwaza, unachokisikia, unachokihisi, au kwa neno moja, chochote kilichopo ni picha au ni sura tu ya kufanana na wewe, ikimaanisha ni picha yako wewe mwenyewe. Haijalishi ni nini, haijalishi ni kipi, ila chochote kile unachokiona, unachokitazama, unachokisikia, unachokihisi, vyovyote vile ni sura yako wewe mwenyewe, ni sura ya kufanana au ni picha yako wewe mwenyewe. Kwa kuwa popote pale ulipo unajitazama katika kioo chako, unajitazama katika fikra zako, unajitazama katika mawazo yako, unajitazama katika neno lako, unajitazama katika uwepo wako, unajitazama katika sura au picha yako wewe. Na kufanya chochote kile unachokiona au unachokifikiri sio halisi. Huyo ni picha au sura ya kufanana na wewe uliye halisi. Kama vile unaposimama na kwenda kujitazama katika kioo hicho, kwamba ile picha ya kwenye kioo kule sio halisi, ila halisi ni wewe unayoitazama. Na kufanya
ile picha, ile sura katika kioo kuwa ni sura ya kufanana na wewe, ni sura ya jina lako wewe unaitazama, unayejitazama. Ni picha ya jina lako wewe unayejitazama katika kioo hicho. Nayo kuonekana sawa sawa na mapenzi yako. Nayo picha hiyo, nayo sura hiyo katika kioo hicho kuonekana sawa sawa na mapenzi yako. Nayo picha hiyo kuwa ndio mapenzi yako, yani pumziko lako. Kwa kuwa picha hiyo imeonekana sawa sawa na ulivyokaa kujitazama. Ukikaa kiupande upande, nayo itaonekana katika pozi au muonekano wa kiupande upande huo. Ukikaa kwa juu, nayo picha itaonekana kwa upande upande sawa sawa na uliposimama. Kwa hiyo picha yako, sura ya kufanana na wewe katika kioo hicho inaonekana sawa sawa na jinsi vile wewe uliposimama kujitazama kifikra, kimawazo, kindoto, kwa kusikia, kwa kuwaza, kwa kuona, kwa harufu, kwa kuhisi, au kwa jinsi ya uwepo wako hapo popote pale ulipo. Kwa hiyo ugonjwa unaotazama sio halisi. Halisi ni wewe hapo ulipo. Utajiri unaoutazama sio halisi. Umaskini unaotazama sio halisi. Chochote kile unachokitazama, hakijalishi kinaonekana vipi, katika kutisha, katika kufurahisha, ila chochote kile sio halisi, ni picha. Tena sio picha ya mwingine, ni picha yako wewe, na imeonekana hivyo sawa sawa na jinsi ulivyosimama kuitazama, jinsi ulivyotazama, ulivyosimama kujitazama. Ukisimama kwa juu, picha hiyo utaiona katika bonde. Ukitazama kwa chini, picha hiyo utaiona ipo katika mlima. Kwa hiyo jinsi chochote unachokitazama, unachokiona kimeonekana picha yako hiyo sawa sawa na pale uliposimama ukijitazama. Kwa hiyo haijalishi uko wapi, haijalishi ni nani, kwamba wewe hapo ulipo
chochote kile unachokitazama ni kopi, ikimaanisha nakala au picha yako wewe, sura ya kufanana na wewe, kwa kuwa unajitazama jinsi ulivyo katika fikra yako, katika mawazo yako, katika kutazama kwako, katika kusikia kwako, katika jinsi ya uwepo wako. Na vyovyote vile unavyojitazama ni mapenzi yako ujitazame hivyo. Ni mapenzi yako uonekane hivyo katika kioo hicho. Ndio maana kabla ya kujitazama katika kioo hicho, kwanza unajitengeneza. Kabla ya kupiga picha yoyote, kwanza unajitengeneza. Na ndio maana picha hiyo huonekana sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na vile jinsi ulitaka uonekane. Ndio ulihitaji kulia, ulihitaji kucheka. Kwa hiyo kucheka ni sura au picha ya vile jinsi ulihitaji. Kulia ni picha ambayo ni jinsi vile ulihitaji ujitazame au kujione, na jinsi vyovyote hivyo ndio furaha yako, ndio pumziko lako, kujitazama katika picha hiyo, kujitazama katika muonekano huo, na kufanya chochote unachokiona, chochote unachokitazama ni picha tu ambayo ulihitaji ujitazame, ulihitaji ujione hivyo. Kwani ulimwengu wote hakuna walio halisi zaidi ya mmoja. Hakuna utawala ulio zaidi ya mmoja, ila utawala ni mmoja, aliye halisi ni mmoja, ila hujitazama katika picha yake, hujitazama katika sura au kioo chake. Ndivyo ilivyo kwako wewe, popote pale ulipo. Chochote kile unachokisikia ni picha tu yako wewe, ni sura tu yako wewe, ikimaanisha sio halisi. Ndio, haijalishi atakuja atashika, simona nina damu kama wewe, ni kama tu katika picha inavyokuonyesha kwamba picha hiyo ipo tu uhalisia kama ulivyo wewe, ila hakika ni picha yako tu.
Kwani hata cha kushangaza ni kwamba popote pale unapojitazama katika kioo hicho, hujiona kinyume na jinsi vile ulivyo. Weka kioo chako hapo mbele, jitazame. Hiyo picha vyovyote vile utaitazama ikionekana kinyume chako, na ndio maana ili ujitazame ni lazima chochote kiwe mbele yako, nyuma yako, chini yako, juu yako, au popote katika kukuzunguka, ili ujitazame. Na jinsi kinavyoonekana huonekana sawa sawa na wewe uliposimama kujitazama katika picha hiyo. Ndio, ukiweka mgongo utaonekana kimgongo ukiwa umegeuka kushoto kulia, juu chini, chini juu. Na ndio maana usishangae mkubwa uliye mrefu na mkubwa kwa umri unamuona mtoto. Yule si kingine, ni picha yako tu. Ile ni picha yako, imeonekana vile sawa sawa na uliposimama kuitazama, inaonekana kinyume. Ni mkubwa, wewe ni mtoto. Yule mkubwa si kingine, ni picha yako wewe. Ile ni picha yako wewe, si halisi. Wewe ni mwanamume, yule ni mwanamke. Ni juu chini ya jinsi ya viungo vyako. Ile ni picha yako tu. Ya jinsi vile wewe ulivyo, na inaonekana kinyume, tena kwa usawa ule ule wa jinsi ulivyo. Na jinsi inavyoonekana hivyo, ndio mapenzi yako, ndio pumziko lako, na ndio maana imekuwa aliye wa sura ya kufanana na wewe, aliye wa picha yako wewe, kuwa ndiye aliye pumziko lako, ndiye aliye msaidizi wako, kwa kuwa ameonekana sawa sawa na mapenzi yako, pasipo kupunguza hata kimoja, kuongeza hata kimoja. Naye ameonekana, naye picha hiyo ipo sawa na vile lile pozi au muonekano unaohitaji wewe mwenyewe ujitazame na ujione. Ndio kwa hiyo unachokitazama ni kitakatifu sana, unachokiona ni kitakatifu sana, kwa kuwa kimetimiza, ni muonekano wa jinsi vile wewe unataka.
na hicho si kingine kwako, si halisi. It's just a picture. Ni picha tu yako wewe uliopenda uipige, ulivyopenda ujitazame. Baba yako, mama yako, taifa lako, fikra zako, maandiko, kitabu hicho, dini hiyo, dhehebu hiyo, Mungu, familia, uzao, uwepo chochote, pasipo kujalisha ni nini, anga, mvua, kazi, ofisi, chochote kile, katika jinsi yoyote ile, huyo aliyokuzunguka, hicho unachokiona kwa jinsi na jina lake, ni baba, ni mtoto, ni taifa, ni wanyama, ni mimea, ni mvua, ni anga, ni chochote kile, katika jinsi ya uwepo wote, ni ndoa, ni familia, ni ukoo, ni kabila hilo, kimaanisha uwepo wa chochote, uwepo wa yoyote unayemtazama, aliyekuzunguka, kilichopo. Na kuambia tena, ni kitakatifu sana, ni kitiifu mno, kwa kuwa hicho jinsi kilivyo, huyo jinsi alivyo, ni picha yako wewe, na jinsi alivyo ni vile wewe ulitaka uonekane, ni vile wewe unavyoonekana, unavyojitazama kwenye kioo chako. Kwa hiyo jinsi alivyo hivyo, hajatoa chochote wala kuongeza chochote kilicho cha mapenzi yako, ya jinsi vile ulivyohitaji ujitazame. Huyo baba yako, huyo mama yako, hilo taifa lako, huyo mumeo, huyo mkeo, mwanamke huyo, mwanamume huyo, taifa hilo, uwepo chochote, wanyama, ndege, mashamba, kila kitu popote pale kilipo, kwa jinsi yake ile, kwa jinsi ya kuonekana kule, hakijapunguza wala kuongeza chochote ambacho vile wewe ulivyotaka kuonekana katika picha hiyo au kioo hicho. Na kufanya chochote kile, yoyote yule unayemtazama ndiye aliye msaidizi au pumziko lako wewe, kwani huyatenda na huonekana sawa sawa na mapenzi yako, pasipo kupunguza wala kuongeza chochote, kimaanisha huonekana kwa utii wa utakatifu wote. Hicho huyo unayemtazama, unayemfikiri, unayemwaza, unayemwona, unayemsikia, vyovyote vile, katika jinsi ya uwepo wako, ametii muonekano wako uliotaka kuonekana, kwa kuwa huyo, hicho sio halisi ndugu yangu. Huyo ni picha au sura ya kufanana na wewe katika kioo hicho unachojitazama. Kwa hiyo usipumbazike kwamba jinsi unavyojifinya hivi naye kuona anajifinya, jinsi unavyoinua mkono naye kuona anainua mkono, ukajua aliye kwenye kioo chako ni halisi. Ndivyo ilivyo huku.
Si kwamba chochote anachoinua nao unafanya ukaona ni halisi. Huyo ni picha yako. Kwani wewe unainua mkono wa kulia huku, kwenye picha yako kule unaona kainua mkono wa kushoto. Ile ni picha inaonekana sawasawa na kile unachokifanya, ingali huonekana kinyume sawasawa na pale uliposimama kujitazama, sawasawa na fikra zako, mawazo yako, muonekano wako na vile jinsi ulivyo. Kwa hiyo haijalishi popote pale ulipo, ila wewe ndiye uliye halisi. Usichanganyikiwe wala kuchanganyana na kingine, mkajua uko halisi wewe na mkeo, wewe na mmeo, wewe na mzazi, wewe na mtoto. Hakuna mwingine aliye halisi ila wewe mwenyewe. Huyo, hicho, kingine chochote kwa jinsi ya jina lake, kwa kuitwa sawa na ule muonekano, ni picha yako wewe, sawa na vile jinsi ulivyohitaji ujitazame, ujione, uonekane katika kioo hicho. Basi kwa jinsi hii ya leo hii, kwanza nikutakie heri ya mwaka mpya, ya jinsi ya uwepo huu, ya uwepo wako. Na mwaka mpya huu nao ni picha yako, ikimaanisha ni msaidizi. Unakuwa ni mwaka wa usaidizi wa chochote unachokifanya. Haijalishi ni nini utakitazama katika mwaka huu, utakiona katika mwaka huu, ila chochote utakachokiona, utakachokitazama, utakachokisikia kitakuwa ni cha usaidizi au pumziko na chochote unachokifanya. Usishituke kukitazama katika kinyume chake, kuona chochote katika kinyume chake, kwani popote pale ulipo picha yako huonekana katika kinyume, lakini ndio iliyo picha ya kutimiza jinsi vile wewe ulivyo, jinsi vile wewe unavyoonekana, jinsi chochote unachokifanya. Kwa hiyo chochote kile utakachokitazama katika ulimwengu, utakachokifikiria, utakachokisikia, hakijalishi katika muonekano wote ule, hicho kitafanikisha, kinakuwa ni chenye kufanikisha chochote unachokifanya, maisha yako, pumziko lako au uhalisi wa uwepo wako. Na mwaka huu nao upo kutimiza yote hayo unayoyafanya. Basi happy new year, uwe na heri ya mwaka mpya. Na popote pale ulipo, nimeishia sehemu hii ya kwanza. Usikose sehemu zote zinazofuata, na pumziko la uwepo wako lipo pamoja nawe. Usaidizi wa uwepo wako wewe upo pamoja nawe. Usishaki tena, pokea pumziko hili la uwepo wako na limekuwa kwako.